Luka sura ya kwanza. Kwa walio kuwepo ibada ya kwanza na ambao labda walifuatilia, watakuwa ni mashahidi kwamba hiki ndicho kitu ambacho Mungu amekusudia siku ya leo. Mhubiri wa ibada ya kwanza alisoma andiko hilo ambalo na mimi naenda kulisoma. Haleluya. Hii ni uthibitisho kwamba Roho wa Mungu anatenda kazi ndani ya kanisa lake. Na tunaenda kusoma andiko hili kutoka Luka sura ya kwanza, mstari wa 26 mpaka wa 38. Na ujumbe wa somo hili au ninachoenda kufundisha siku ya leo na kuhubiri una kichwa kinachosema itakuwaje. Weka kiulizo pale, ni swali. Itakuwaje? Itawezekanaje? Itatokea vipi? Ndio kichwa ambacho tutaenda kufuatilia kutoka kwenye sura hii ya kwanza ya Luka mstari wa 26. Kama umefika hapo, ninaomba nisome, na kama umefika sema amina kubwa. Amen. Mwezi wa 6, malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu wa jina lake Yusufu, wa mbari ya Daudi. Na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Akaingia nyumbani kwake akasema, salamu uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariam, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamwita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Ataimiliki nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Mariamu akamwambia malaika, litakuwaje neno hili, maana sijui mume? Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo, hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Tena tazama, jamaa yako Elizabeti naye amechukua mimba ya mtoto mwanamume katika uzee wake, na mwezi huu ni wa 6 kwake yeye aliyeitwa tasa, kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Mariamu akasema, tazama, mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyosema. Kisha malaika akaondoka akaenda zake. Haleluya. Unaweza ukafunika Biblia ukanisikiliza. Itakuwaje? Itakuwaje? Itawezekanaje? Hili ni swali ambalo linakumba maisha ya watu wengi, linakabili hatima za watu wengi. Na swali hili kama halitaweza kujibiwa sawa sawa, linaweza likamfanya mtu akabaki mahali alipo akijiuliza tu itakuwaje, alafu asione hatua nyingine. Swali itakuwaje ni swali ambalo mtu anajiuliza katika majira ambayo anataka majibu juu ya mambo mazito yaliyomshika. Anataka majibu juu ya changamoto inayomkabili. Anataka majibu juu ya uhalisia wake yeye na kile ambacho amekipokea au amekisikia. Alo,
Mtu anataka kujua itawezekanaje juu ya hali yake, juu ya mazingira yake na mambo mengine anayoyaona. Siku ya leo na mchana huu wa leo, kwa neema ya Kristo Yesu aliye hai, nimekuja na nimesimama mahali hapa kwa ajili ya kuleta majibu yatokayo kwa Bwana, kwamba ni namna gani itakavyokuwa na Bwana atafanyaje katika maisha yako, kwa sababu andiko na maandiko yanatuambia hakuna lisilowezekana kwa Bwana. Sema amina. Biblia inasema kwa Bwana hakuna lisilowezekana. Na yamkini leo katika ibada hii kuna mtu amekuja hapa ana swali kwamba itakuwaje. Leo ni Jumapili ya 3 ya mwaka huu 2026, na katika mwaka tangu umeanza mpaka leo tulipo, yamkini bado kuna mtu anajiuliza swali hili: mwaka huu itakuwaje? Mambo yangu yatakuwaje? Shule yangu itakuwaje? Elimu yangu itakuwaje? Chakula changu itakuwaje? Maisha ya familia yangu itakuwaje? Watoto wangu wataishi vipi? Jamaa wanaonitegemea wataishije? Itakuwaje? Na mwingine anasema ndiyo kwanza Januari. Miaka nyuma tulikuwa tunasema vyuma vimekaza, vitu havieleweki, mambo hayasogei. Swali lipo limekaa pale, itakuwaje? Ukipiga picha unaona bajeti yako na tumaini lako linaishia kesho. Kwa habari ya nini kitaendelea kesho kutwa hujui. Ukipiga picha hali yako, tayari umeshatangaziwa wewe umefika mwisho. Tayari umeshatangaziwa wewe umekomea hapo. Haujui itakuwaje, haujui nini kitatokea. Ninazo habari njema kutoka kwa Bwana aliye hai, muumba mbingu na nchi, kwamba kwake yeye yote yanawezekana. Haleluya. Biblia inatuambia habari ya Mariam, mama yake Yesu. Mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa kwa Mariam apeleke ujumbe wa Mungu kwake, kwamba Mariam, wewe umechaguliwa na Bwana, kunayo neema ya Mungu ndani yako, na kwa kuwa neema iko juu yako na kibali cha Mungu kiko juu yako, Mariam, utapata mimba. Alafu mimba hiyo itafanya uzae mtoto, na mtoto huyo ataitwa Yesu, na kazi yake itakuwa ni kuwakomboa wanadamu na kuwaokoa wanadamu. Na hali ya Mariam, mazingira ya Mariam, yeye alikuwa ni mwanamwali, alikuwa ni bikira, hamjui mume, hajawahi kukutana na mwanaume. Na uhalisia wa mtoto kuzaliwa ni lazima mke na mume wakutane kibiolojia ili mtoto atokee. Na ujumbe wa Mungu unaenda kwa Mariam ambaye hajawahi kutana na mwanaume, hamjui mume, kwa maana hajawahi lala na mwanaume yeyote, ni mwanamke safi. Hali yake ilikuwa ipo hivyo, na alikuwa ana mchumba tu aliyekuwa anaitwa Yusufu. Lakini ujumbe wa Bwana umeenda kwake. Lakini hali nyingine ya Mariam, alikuwa ni mwanamke mmoja wa kijiji fulani, a village girl, kutoka kijijini, kijiji kilichoitwa Nazareti. Na hicho kijiji alichokuwa anatoka Mariam, kuna watu walijiuliza, Mafarisayo wakasema, je, jambo jema na zuri linaweza likatoka Nazareti? Kwamba ni mahali palipokuwa pamedharaurika, ni mahali palipokuwa pameachwa, ni mahali palipokuwa pametupwa. Pale ndipo Bwana akatupa jicho chini ya jua, akamtazama mwanamke mmoja Mariamu kijijini,
mahali kuliko tupwa, alafu anaenda anamwambia, oh salamu Maria, umejaa neema ya Bwana, na Bwana yuko pamoja nawe, utapata mtoto. Mariam akiangalia mazingira yake kwamba yeye ni mwanamwali tu, ajui mume. Mariam akiangalia alikotoka na akiangalia hali yake, anafika mahali anauliza swali la msingi sana. Anasema, jambo hili litawezekanaje? Ni swali la ukweli. Haleluya! Hata ungekuwa wewe ungejiuliza. Jambo jingine kwa Mariam, unajua tabia ya kijijini, ukipata mimba, naomba nikulete kwenye vijiji. Wangapi hapo wametoka vijijini kama mimi? I once was a village boy. Sawa. Wangapi? Turudie tena, wangapi wametoka vijijini? 90% ya Watanzania wengi, hata kama tunakaa wapi, tumetokea vijijini, tunakaa sehemu yetu tulikotoka. Kijijini kuna tabia moja muhimu sana. Mtoto wa fulani anajulikana kuanzia jina, nywele, hadi kiatu alichofaa, hadi siku alionunua kiatu, anajulikana kila kitu. Na wanakijiji, ile jamii ya pale inamfahamu. Hata akitokea wanasema huyu ni mtoto wa fulani, baba yake ni fulani, ukoo wao ni wakina fulani, babu yao alijengaga nyumba pale, na pale ndipo anapotokea. Huyu ni mtu fulani, anajulikana. Sasa Mariamu ameposwa na Yusufu, alafu malaika anaenda anampelekea habari za mimba, wakati yeye hata mwanaume hamjui. Ingekuwa ni kizazi cha leo, tunasema amejitunza mtoto wa watu, amejilinda, hajajichafua. Mabinti hoye, naona amuitiki. Hata usipoitika bado neema ya Mungu iko juu yako katika jina la Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ni binti aliyekuwa amejilinda, alafu anapelekewa ujumbe wa kupata mimba. Na jamani, kusema cha ukweli, ukipata mimba, tunachojua ni nini? Wewe ulikutana na mwanaume, si ndio? Sasa kuna watu leo siku sasa, pastor naishi hii ni ya Roho Mtakatifu. Tutakutenga, Roho Mtakatifu umalizane naye, alafu mkimalizana naye tutakuleta kundini. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes. Mariam alikuwa na mashaka kwamba jamii yangu itanionaje, watu wangu watanionaje, hii jambo litakapodhihirika watasema imekuwaje. Yamkini alikuwa ni binti ambaye wanamtegemea, wanamheshimu, na wengine ni role model wao. Anawaza akianguka, likitokea hilo jambo watasema hata huyu tulijua kwa huyu alitatokea, hata huyu limetokea. Kwa hiyo akawa yupo kwenye tension, anajiuliza itakuwaje. Akamwambia malaika aliyetumwa, akasema, sikiliza, wewe ni mjumbe wa Bwana, umetumwa, lakini nina jambo linaniumiza. Malaika wa Bwana, ni kweli umetumwa, lakini neno hili litawezekanaje? Jambo hili litawezekanaje? Mchana wa leo nimekuja kuongea na mtu mmoja ambaye anatoka mahali ambako hata jina la kijiji haiko kwenye ramani ya nchi. Wangapi wamesoma geography hapa? Kuna wakati tulikuwa tunachora ramani ya Tanzania, mnaanza kutaja vijiji, mnaandika vijiji. Wewe kijiji ulichotoka hakimo kwenye ramani ya Tanzania, hata jina lake alijulikani. Roho wa Bwana amekuja mchana wa leo kusema na mtu katika huu mwaka wa ushawishi kwamba kuna ujumbe wa Bwana juu yako, kwamba neema ya Bwana iko pamoja nawe, na Bwana anakiona kitu chema ndani yako, kwamba kibali cha Bwana kiko pamoja nawe, na Bwana analiona jambo ndani yako. Haleluya. Wewe ambaye umekataliwa, hauna maana,
ambaye unaona kabisa hali yako ni impossible. Kuna watu wanaishi kwenye mazingira ambayo tunasema ni impossible. Unajua impossible, impossible, and it will never happen. It can never happen. Haiwezekani, haiwezekani kabisa. Sikiliza, kwa akili ya kibinadamu, kwa mazingira ya kibinadamu na biolojia ambayo tunaisoma na tunaielewa na logic ya kawaida, mwanamke haiwezekani kupata mimba isipokuwa yuko na mwanaume. Lakini yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu yanawezekana katika jina leo, katika jina la Yesu. Mchana wa leo nimekuja kukwambia kwamba inawezekana, inawezekana, inawezekana. Haleluya, haleluya. Itakuwaje? 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 Baba yangu mzazi alifariki nikiwa la kwanza kuingia la pili. Yani ile ndio ninaanza la pili tu. Na sasa hivi as I'm speaking ni miaka 30 tayari imepita. Wakati ule ninakumbuka kabisa, maana nilikuwa na ufahamu. Moja ya swali gumu sana mama yangu mzazi alikuwa anajiuliza, nitasomeshaje watoto? Nitawapeleka kwa nani? Nani atawasaidia? Ninakumbuka nyakati ambazo tulikuwa tunafukuzwa ada. Unafika nyumbani unajua kabisa mama hana hela, umefukuzwa ada. Afu ada yenyewe hela basi. Wakati ule tulikuwa tunalipa 40,000, 20,000 nusu, 20 nusu, ila unafukuzwa ada. Hakuna ada, hakuna. Unaenda unazungumza na mama, nimefukuzwa ada. Anasema wacha niende nikaongee na mwalimu mkuu tukazungumze. Wanaenda wanaongea, wanazungumza, anakuambia nenda darasani, hujui hata wamezungumzaje. Sasa imekuwaje kuaje? Unaenda darasani. Baada ya wiki 3 unashangaa ng'ombe anauzwa. Kumbe alienda kumwambia sasa mkuu, subiri niuze ng'ombe, alafu tutasoma. Wakati tunaendelea na Mungu ashukuriwe, sijui tu ni Mungu tunafaulu hivyo hivyo. Yani unaweza kaa msimu karibia nusu temi yote umekaa nje una ada, lakini unafaulu. Kila tulikuwa tukifaulu, tukipanda level, mama anaumia kichwa, itakuwaje? Wajua kuna wazazi, jamani, tuzidi kuliombea taifa letu, Bwana atuinue, amen. Kuna watu wanapitia mazingira na wazazi kwamba mtoto akifaulu ni mtihani, wanatamani tu hata asifaulu. Mimi sijui kama kuna mtu ananisikiliza hapa kajiuliza sana, mama amefaulu, ameenda sekondari, ameenda form 5, ameenda chuo. Lakini ninachotaka nikwambie kitu kimoja, siri moja ambayo ilifanya na imetufanya tuweze kusimama na kuwepo mpaka leo hii, kutoka huko ambako tumetoka mpaka kuweko hapa, ni kwamba hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Ninarudia, hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Isingekuwa mpambano ule na maombi yake, mara zote nawaambia hapa, mimi nilikuwa namsikia mama yangu akiomba usiku akituombea watoto. Na hata kusomesha alikuwa naomba, baba nisomeshe watoto, baba nilipie ada za watoto. Haleluya. Lakini Bwana akasimama akafanya, na Bwana akaonekana. Hata tulipokuwa tunasumbua kidogo kwenye ukuaji, bado Bwana alikuwa anasimama anajibu kile ambacho huyu mtu alikuwa anaomba, huyu mama alikuwa anamuomba Mungu. Na Bwana akasema, na Bwana akafanya, na Bwana akatuinua. Niko mchana wa leo kukutia moyo kwamba hilo swali ulilonalo sahihi, kwamba itawezekanaje,
nimeachwa peke yangu na watoto, na hawa watoto sijui watakuwa wanani. Nina ndugu na jamaa, hawa waangalii watoto ambao nimeachwa nao, na mimi ni mwanamke tu, sina kazi, sijui watakuwa wanani, sijui nani atawasaidia. Nimemwona Mungu anayewasaidia watu na kuwainua watu. Nimemwona Mungu anayejitambulisha kuwa ni baba wa yatima. Nimemwona Mungu anayejitambulisha kuwa ni mume wa wajane. Nimemwona Bwana akiinua watu na kuwasaidia, maana hakuna lisilowezekana kwa Bwana, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tulimwachia mama swala la kutafuta ada na kuongea na mkuu wa shule, maana ilikuwa ni issue. Mengine tulikuwa tunapambana nayo. Madaftari utajua mwenyewe utakakotoa, ila notes zote unazo. Sasa msiulize na wakati wao hujaokoka. Notes zote unazo, vitabu vyote unavyo, na umefukuzwa ada. Lakini ashukuriwe Mungu kwa neema yake. Haleluya. So Mariamu alipomuuliza malaika kwamba itawezekanaje jambo hili litakuwaje, ndipo akaambiwa jambo hili na malaika, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli, kwa sababu hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba nijibu hili swali, itakuwaje? Namba moja, unapojiuliza itakuwaje, natamani ujue haya mambo. Umechaguliwa na Mungu, na neema pamoja na kibali cha Mungu kiko juu yako. Haleluya. Mwambie jirani yako, umechaguliwa na Bwana, neema ya Mungu iko juu yako, kibali cha Bwana kiko juu yako. Sina cha kujivuna ila neema yako, neema yako yanito. Sina cha kujivuna ila neema yako. Twimbe, neema yako yanitosha. Sina cha kujigamba ila neema yako, neema yako yanitosha. Sina cha kujivuna ila neema yako yanitosha. Sina cha kujigamba ila neema yako yanitosha. Watu wa Mungu, tumechaguliwa na Bwana, na neema na kibali cha Mungu kiko juu yetu. Usijiulize maswali ambayo hata jibu una. Wewe mwambie, neema yako Bwana inanitosha. Haleluya. Sikiliza nikwambie habari ya mtu mmoja ambaye Biblia inamsema kwenye Wakorintho wa pili nadhani 12 kama sijakosea. Anasema huyu mtu alijaliwa, alitembea na Mungu, akaishi, akapelekwa mpaka mbingu ya 7, akatembea kwenye viwango vya utukufu na uweza. Lakini huyu mtu alikuwa ana mwiba kwenye mwili wake uliomtesa sana muda, na akaomba kwa Mungu sana, akalia kwa Mungu sana, akamwambia Mungu, hii shida iondoke, akamwambia Bwana, hii tabu iondoke, akamwambia huu msiba unitoke. Bwana akamtokea akamwambia, neema yangu inakutosha. Kuna mtu mchana wa leo nimekuja kumwambia, neema ya Bwana inakutosha, maana iko juu yako katika jina la Yesu Kristo. Katikati ya magumu na maumivu ulionayo, bado umechaguliwa na Bwana, na neema ya Bwana iko juu yako. Katikati ya maswali magumu ulionayo, bado Bwana amekuchagua, na neema ya Bwana iko juu yako. Haleluya. Sikiliza nikwambie, ninapenda sana Mariamu.
Mariamu alianza kushtukia ule mziki wa malaika kuanzia kwenye salamu, maana hizi salamu hajazizoea. Anamwambia huyu kweli leo ingekuwa ni kijenzi kibogombogo, tunasema amekuja kunipanga. Unajua mtu anapotaka kukutoa mchuzi lazima aanze kukupanga kwa maneno, si ndio? Kama wale wa Kongo wale wakitaka wafute mchuzi kwa mzee Mpunie hapa, papa Mpunie mtu mkubwa, wewe ni mtu, hakuna mkubwa kama wewe, hii Kongo yote yako. Mpunie pale anakuja anamwaga hela, sisemi uje aka. So haleluya, mzee wangu anamtania. So Mariamu akashtuka kwenye salamu, akasema salamu hii ni ya namna gani? Salamu hii ina jambo gani? Salamu hii ni ya namna gani? Salamu hii ina kitu gani? Hii salamu lazima ina kitu. Na mimi nimekuja kukwambia salamu, mwana City Harvest, neema ya Bwana iko juu yako. Salamu Mtanzania, umebarikiwa na Bwana. Salamu kwa jina lako, Yesu amekukusudia mema. Salamu mwanafunzi wa chuo, umebeba kusudi la Bwana. Salamu mwanamke uliyetasa, umebeba watoto. Salamu wewe uliyeachwa, umekubalika na Bwana. Salamu wewe uliyetupwa, umeitwa na Bwana. Haleluya, haleluya. Salamu Maria. Wao nimekumbuka. Ndio maana Bwana alimfanya Maria aweze kuwepo kwenye kizazi cha ushawishi, vizazi na vizazi. Ndio maana sasa zamani niliwahi kwenda kwa, wajua haya mambo ya ujana nayo, nilienda kwa kutumikia. Wangapi wanajua kutumikia ile altare kanisa Katoliki? Yes. Sio wa Katoliki wale wa mwamba ile yenyewe. So nikaenda pale. Moja ya salamu nzuri za Kikatoliki ni hii hapa. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Sasa hapo tunaendelea. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina, amina, amina. Hiyo salamu tokea Mariamu aliposalimiwa na malaika day one mpaka leo, hiyo salamu inatembea na Mariamu alishalala kaburini wala hayupo hai. Na mimi nimekuja kukwambia hii salamu ambayo itaathiri maisha yako, itakuwa ya ushawishi kwenye maisha yako. Kila atakaye kuona atasema salamu mbarikiwa, umejaa neema. Salamu mbarikiwa, umeinuliwa. Salamu, Bwana yuko pamoja nawe. Salamu, neema ya Bwana iko na mwana City Harvest. Haleluya. Yes, kitu Bwana amekusudia kwenye maisha yako nimekuja kukutangazia, kwa sababu neema ya Bwana iko nawe. Hakuna ambaye anaweza kukubadilishia, kitadumu vizazi na vizazi katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tembea ukijua neema ya Mungu iko nawe. Tembea ukielewa neema ya Bwana iko nawe. Tembea ukijua unayo neema, umekubalika na Bwana. Achana na zile habari kila nikienda nimekataliwa. Hujakataliwa, umejikataa. Na mimi ninasema hakuna kujikataa katika jina la Yesu, maana Bwana amekupa neema mchana wa leo. Haleluya. Itakuwaje? Itawezekanaje? Jambo hili litakuwaje? Namba 2, Roho wa Mungu atakuja juu yako na nguvu za aliye juu zitakufunika kama kivuli. Roho wa Mungu atakuja juu yako na nguvu za aliye juu zitakufunika kama kivuli. Roho wa Mungu atakuja juu yangu. Hebu tuseme, Roho wa Mungu amekuja juu yangu na nguvu za aliye juu zimenifunika.
tumefunikwa na nguvu za Mungu. Haleluya. Sikiliza, malaika anamfundisha Mariamu kilichotokea kwenye Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1, wa 2 na wa 3. Wakati nchi iko utupu, wakati nchi imejaa giza, wakati nchi haina lolote. Na ninapenda maneno ya Kiingereza, wanasema and the earth was formless and it was darkest. Alafu wakati dunia hiko tupu, haina kitu, Roho wa Mungu alikuwa ametulia, amefunika vilindi vya maji. Wakati Roho wa Mungu amefunika vile vilindi vya maji, wakati Roho ameatamia uso wa nchi na dunia, Biblia inasema Mungu akasema, na Mungu aliposema, kila kilichosema kikaumbika, kikatokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo malaika anamwambia Mariamu habari ya nguvu ya uumbaji wa vitu ambao unatokana na uwepo wa Roho Mtakatifu akiwa amemfunika mtu. Uvuli wa Roho Mtakatifu ukiwa umemfunika mtu, Roho Mtakatifu akiwa amekufunika, kuna vitu vitatu ambavyo vinakuwepo. Cha kwanza ni uwepo wa Mungu juu yako. Cha pili ni utukufu wa Mungu juu yako. Alafu utukufu wa Mungu na uwepo wa Mungu vinapokuwepo, vikijumlishwa hapo, inatokea nguvu ya uumbaji. Kwa hiyo Mariamu, sikiliza, Roho wa Mungu atakufunika, na huyo Roho wa Mungu atakapokufunika, maana yake uwepo wa Bwana utakuwa juu yako na utukufu wa Bwana utakuwa juu yako. Kwa hiyo utukufu wa Bwana utakapokuwa juu yako, uko tumboni, kuna kitu kinaenda kuumbika. Kuna kitu kinaenda kuumbika ambacho si kwa damu na nyama za kibinadamu, ambacho si kwa mbegu ya wanadamu, bali kwa nguvu za Roho wa Bwana, katika jina la Yesu aliye hai. Haleluya. Roho wa Mungu atakuwa juu yako kama uvuli. Kwenye Mwanzo Roho wa Bwana alitulia, alafu kilichosemwa kikaumbika. Biblia inasema ikawa siku ya kwanza akaumba akisema, lakini Roho anaingia anatenda kazi. Siku ya pili akiumba akisema, Roho anatenda kazi. Na ndivyo ilivyokuwa kwa Mariam. Akamwambia Roho atakufunika, Roho atakuwa juu yako, alafu ndipo utakapoumba kitu cha kimungu ndani yako. Mimi nimekuja kukuambia mchana wa leo, nguvu za Roho Mtakatifu zinapokuwa juu yako, Roho Bwana anapokufunika kwenye maisha yako, vitu vinavyoumbika kwenye maisha yako si vitu vya dunia hii, lakini ni vitu ambavyo vinakuwa vimetengenezwa mbinguni katika jina la Yesu. Na kilichotengenezwa mbinguni lazima kitokee kwenye maisha ya mtu mmoja. Kama kuna mtu ananielewa, sema amina. Haleluya. Roho Mungu anapohusika kwenye maisha ya mtu, vitu vinavyoumbika kwenye maisha yake ni vitu vyenye DNA ya kimbingu. Ndio maana baraka za Mungu zinazowapatana na nguvu za Roho Mtakatifu kwenye maisha ya mtu, Biblia inasema baraka za Mungu hutajirisha wala hazina majuto ndani yake, kwa sababu zina asili ya Mungu. Kuna watu wengine unaweza ukaona wamebarikiwa, lakini kumbe wanatembea kwenye laana na mateso. Lakini wewe upo tu pale, una amani zako, una furaha zako. Ujue kwamba unafurahia kitu ambacho Bwana amekuumbia na Bwana amekutengenezea. Haleluya. Kwa hiyo mchana wa leo katika jina la Yesu, ninakuombea mchana huu kwamba Roho wa Bwana ashuke kwenye maisha yako na ajibu kila swali itakuwaje. Maana Biblia inasema katika Zekaria 4 mstari wa 6, si kwa uweza wala si kwa nguvu, bali ni kwa Roho wa Bwana, asema Bwana wa majeshi. Haleluya. Si kwa uweza
wala si kwa nguvu, bali ni kwa Roho wa Mungu, asema Bwana. Mambo yote ambayo unamtaka Bwana mchana wa leo, hakikisha utoki hapa mpaka nguvu za Mungu zimekushukia, uwezo wa Roho Mtakatifu umekuja juu yako, na utakapoenda nje, kila utakalokuwa unalifanya litatokea, litatendeka katika jina la Yesu Kristo aliye hai, katika jina la Yesu. Haleluya! Sijui kama tuko pamoja, watu wa Mungu. Roho Mtakatifu ndio wakala mkubwa wa utendaji wa siri za ufalme wa Mungu duniani. Kama unatafuta utendaji wa vitu vya kimungu duniani, hakikisha Roho Mtakatifu anafanya kazi kwenye maisha yako. Bila hapo hakuna lolote. Haleluya! Hichi ni kizazi ambacho tunamtaka Roho wa Bwana kuliko chochote. Na ni maombi yangu kabisa, generation yetu tujazwe Roho wa Mungu, tuache miemko. Maana Roho wa Mungu akijaa, mambo ya Mungu yatatokea, na hakutakuwa na swali. Tutasema huyu ni Bwana, hakika huyu ni Bwana. Watu wakikuona watauona ushuhuda wa Mungu kwenye maisha yako, watasema huyu ni Bwana. Kama fulani ninayemjua miaka ile ndiye huyu, basi Roho wa Mungu amehusika, basi Mungu amehusika. Na ni maombi yangu kwako, Roho wa Bwana usike katika maisha yako, Roho wa Bwana usike katika kesho yako, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Haleluya! Jambo la mwisho, itakuwaje? Nguvu ya utii katika neno la Mungu na unyenyekevu. Haleluya! Nguvu ya utii kwenye neno la Mungu na unyenyekevu. Unajua kwa nini nasema nguvu ya kutii? Watu wa Mungu wanasema ukichelewa kutii, basi haujatii. Ukaambiwa jambo fulani fanya kwa wakati ulioamriwa, wewe ukalifanya baadaye, sio kwa wakati ulioamriwa, haujatii. Ukiambiwa ufanya sasa, nenda ufanye sasa. Utakapofanya hivyo, wewe umetembea katika kutii. Sasa kuna nguvu ambayo inahitajika kufanya sasa, kama vile ambavyo umeambiwa na Bwana. Yesu asifiwe sana. Sikiliza, baada ya maswali haya ya Mariamu kwa malaika, Mariamu anasema itakuwaje? Akaambiwa Roho Mtakatifu atakujia na atakushukia, na uwezo aliye juu utakufunika kama kivuli. Mariamu mstari ule wa 38 akasema kwa unyenyekevu kabisa, tazama mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyosema. Oh, come on. Iwe kwangu kama ulivyosema. Mimi ninachokikubali ni kile ulichosema. Mimi ninatembea kwenye kile ulichosema. Na watu wa Mungu, wala sio siri, Mungu anasema nasi kila siku kwenye neno lake. Mungu anasema nasi kwenye maisha yetu. Mungu anasema nasi hata kwa sauti. Kuna watu Mungu anawasemesha vitu, lakini ni kama hawaelewi, wanadhani ni kawaida. Ndio maana maisha yao yamebaki pale pale, yamebaki wanazunguka kwenye sehemu moja, wanazunguka kwenye shida moja, wanazunguka kwenye tabu moja, wakati Bwana alishawaambia hiyo imekwisha, nimemaliza, piga hatua, songa mbele. Wenyewe wako wanasema tu itakuwaje, itawezekanaje, itatokea. Katika jina la Yesu, Mungu anatafuta mtu mmoja ambaye anasema ndio Bwana, kama neno lako unavyosema, niko tayari kutii na kufanya vile unasema. Haleluya! Huu mwaka neno la Mungu si tumelipata hapa, si ndio? Mwaka wa ushawishi, influence, kwamba wana City Harvest tunaenda kuleta ushawishi kwenye dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana andiko linasema sisi ni nuru ya ulimwengu na chumvi ya ulimwengu, si ndio? Kuna watu wako sehemu wanasema itakuwaje, itakuwaje, itawezekanaje, nitamshawishi nani mimi, nikijiona nilivyo mimi nikijiona, mimi nikijitazama. Kwanza hakuna hata mtu ambaye ananisikilizaga.
Nani atakaa nisikilize? Kwanza sijawahi hata kupewa maiki kuimbisha. Nani atakaa sikilize? Mimi sijawahi hata kuhubiri. Nani atakaa nisikilize? Itakuwaje? Mimi sijawahi kufanya, sijawahi. Mtu mmoja aliitwa Gideoni. Mungu anamwambia inuka wewe shujaa. Anasema sikiliza, jamaa yangu wote ni masikini wa kutupwa. Ukoo wangu ni waabudu miungu na mizimu. Hatuna maana yoyote ya kuwa watoto wa Mungu. Lakini Mungu anamwona kama shujaa. Kuna mtu mmoja Bwana anamtafuta asubuhi na mchana wa leo. Yule atakayesema Bwana niko tayari, na iwe kwangu kama ulivyosema. Kama ni kuleta ushawishi kwenye dunia, na iwe kwangu kama neno lako linavyosema. Kama ni kuathiri ulimwengu kujua wewe Yesu, iwe kwangu kama ulivyosema. Maana Bwana ninajua ukisema wewe, neno lako ni amina na kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Itakuwaje? Baada ya kuambiwa, akasema na iwe kwangu kama ulivyosema. Mimi ni mjakazi tu, mimi ni mtu tu, niko ninasikiliza neno lako, niko ninasikiliza sauti yako, niko nasikiliza kile umekusudia. Kuna mtu hapa Bwana anamtafuta. Kuna mtu Bwana anakuwa anasema naye, lakini swali ni gumu sana. Hili swali itakuwaje? Itawezekanaje? Kuna mtu mwingine ameomba miaka mingi baraka ya Mungu kwenye maisha yake, anasema itakuwaje? Miaka imeenda, miaka imesogea, itawezekanaje? Nguvu ya uumbaji iliyomtengeneza Kristo Yesu kwenye tumbo la Mariamu, ile nguvu ya Roho Mtakatifu bado inafanya kazi mchana wa leo. Tutaomba na hiyo nguvu itakushukia, na hiyo nguvu itatua juu yako. Itaanza kuumba vitu vipya katika jina la Yesu. Hata kama kuna vitu umekwisha kutangaziwa vimekufa, na ukilala unaona kaburi na jeneza, na wewe unasema nimekwisha, nataka nikwambie haijaisha mpaka ishe, na haitaisha kwa sababu Yesu alitangaza imekwisha. Hakuna mwenye tangazo jingine zaidi ya Yesu. Alichosema Yesu ndicho kinachotokea na ndicho kinachofanyika katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Unasema itakuwaje? Nimekaa miaka mingi ninamwomba Mungu mtoto na sina mtoto. Biblia inatupeleka katika kitabu cha Samueli wa kwanza. Tunakutana na mwanamke Hana akiwa katika swali la itakuwaje, kina Penina wananionaje, marafiki wananisemaje. Akaenda hekaluni. Alipoenda hekaluni, tutulie kidogo kwanza. Akaenda hekaluni. Alipoenda hekaluni, akaanza kuomba. Akiwa katika maombi, nguvu za aliye juu zikamshukia. Sikiliza kilichotokea. Nguvu za aliye juu zilimshukia Hana kwenye maombi. Kilichotokea pale, kuhani alipoenda akasema, wewe mwanamke, mbona ni kama umelewa mchana? Mbona ni kama umelewa muda huu? Akasema no. Mimi ni mama ambaye nimeutoa moyo wangu kwa Bwana kwa sababu ya tabu yangu. Kitu ambacho ninataka, yule ambaye anaumba vitu, yule ambaye anatengeneza vitu, anitokee, anishukie. Sikiliza habari njema, kwa sababu malaika, kwa sababu Roho Bwana alikuwa ameshuka juu yake kwa Hana. Basi kuhani akatamka neno. Hana akachukua lile neno, akaondoka akasema, ninapokea na iwe kwangu kama kuhani wa Bwana ulivyonena. Hana akatoka Shilo, akatoka katika hali ya kuwa tayari kupokea. Siku zilipofika, akamzaa mtoto, jina lake akaitwa Samueli. Ninazo habari njema, haijalishi ni majira ni wakati gani. Habari njema ni kwamba nguvu za muumbaji Roho Mtakatifu zikikushukia, mambo yataumbika, mambo yatatokea, mambo yatatengenezeka. Vilivyokufa vitazaliwa upya katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Maana ulikuwa ni wakati wa Bwana. Hana siku zote anaomba apate mtoto, kumbe Mungu anatafuta nabii. Akiwa kwenye maombi,
Roho Bwana amemshukia. Ndipo anasema, Bwana, utakaponipa mtoto huyu, mimi nitamleta nyumbani mwako atumike siku zote. Kwa hiyo Bwana akasema, okay, nimepata ninachokitaka kwa taifa langu. Sasa ninampa huyu alete nabii, alafu awalete na watoto wengine awafurahie. Ila huyu ninamtaka. Kuna kitu Bwana anakitaka kwenye maisha yako, na mchana wa leo nimekuja kukutangazia, Roho wa Bwana akiwa juu yako, mambo yatatokea. Mazingira si jibu, mazingira wala hayaamui hatima yako, lakini nguvu za aliye juu zinaamua. Tusimame kwa miguu yetu mchana wa leo. Santene marabusha, niumbie unyenyekevu. Oh, tuje hapa. Niondole kiburi, Bwana, nipe moyo wa saburi, nipe moyo wa saburi, nikutumikie, niumbie unyenyekevu. Niondole kiburi, nipe moyo wa saburi, nikutumikie, sina cha kujivu, sina cha kujivu, ila neema yako, neema yako yanitosha. Sina cha kujigamba, ila neema, neema yako yanitosha. Watu wa Mungu, wewe hapo ulipo, neema ya Mungu iko juu yako. Hauna haja ya kujikataa na kujiuliza maswali mengi. Jua neema ya Bwana inayatosha, inakutosha kwenye maisha yako. Salamu hii ni ya namna gani, Mariamu? Umejaa neema. Oh, mtu wa Mungu, neema ya Mungu iko juu yako. Hata mwaka huu unajiuliza itakuwaje? Neema ya Mungu itakubeba. Neema ya Mungu itakuinua. Neema ya Mungu itakupeleka. Unajiuliza nitaendaje? Nguvu za Roho Mtakatifu zitakufunika. Sikiliza, Roho wa Mungu anaposhuka kwenye maisha ya mtu, huyu mtu huwa anatembea kwa spidi. Kama kuna mambo yamecheleweshwa kwenye maisha yako mwaka huu, katika mwaka huu wa ushawishi, Bwana anaenda kukupa spidi katika jina la Yesu, kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Yanaenda kufanyika kwa spidi. I don't know, sijui kuna mafaili sijui yamekwama, sijui kuna nani anakuwa. Ni nani huyo mtaabishaji wa wana wa Mungu wenye neema? Ni nani huyo? Ni nani huyo anayewakwamisha watu walioitwa na Bwana? Ni nani anayewazuia watu wasiozuilika na Bwana? Hawa watu wamebeba neema. Wakamuita yule nabii akalaani taifa la Bwana. Bala akawalaani watu wa Mungu. Akasema, sikiliza, siwezi nikawalaani waliobarikiwa na Bwana. Siwezi nikawalaani wenye neema ya Mungu. Neema ya Mungu iko juu yako mchana wa leo. Na mimi natamka katika jina la Yesu, kila ambacho kimekuwa kikikushika na kukuzuia mahali, kwa hiyo neema ya Kristo Yesu ambayo iko juu yako kuanzia leo, vinaenda kuachia kimoja baada ya kingine katika jina la Yesu. Na utashuhudia tu. Lakini Roho wa Mungu amemwagika kwa watu wote wenye mwili, na huyo Roho yuko hapa mchana wa leo. Unachohitaji ni kusema, ndio Bwana, kama ulivyosema, kama ulivyosema. Ninatembea na neno lako kama ulivyosema. Nitakuwa nuru ya ulimwengu kama ulivyosema. Na dunia ilikuwa giza kabisa, lakini Bwana akasema na iwe nuru. Ninaenda kuwa nuru kazini kwangu kama ulivyosema. Ninaenda kuwa chumvi kwenye mitaa kama ulivyosema. Ninaenda kudhihirishia ulimwengu kama Bwana alivyosema.
na wakati wa Bwana jina lako litatukuka, jina lako litatukuka, jina lako litatukuka, jina lako litatukuka, jina lako litatukuka katika jina la Yesu. Shikadi, jina lako linatukuka. Najua bila wewe nisingeweza, najua bila wewe nisingeweza, najua bila wewe nisingeweza, maana hivi vyote wewe umetenda, maana hivi vyote wewe najua bila wewe singeweza, najua bila wewe singeweza, najua bila wewe singeweza, Bwana najua bila wewe singeweza, maana hivi vyote wewe umefanya, maana hivi vyote wewe, maana hivi vyote, maana hivi vyote wewe, maana hivi wewe umetenda. Oh, najua bila wewe, najua bila wewe Yesu, najua bila wewe singe, maana hivi vyote, maana hivi wewe umetenda Bwana, maana hivi vyote wewe umefanya. Kuna mtu uko kwenye swali hili na njia panda kubwa. Bila Yesu haiwezekani, bila Yesu haiwezekani, bila Yesu haiwezekani. Unasema leo ninamtaka Yesu anitoe hapa nilipo, namtaka Yesu anitoe hapa nilipo. Hebu piga hatua hapa mbele, njoo mbele tuombe na wewe. Sema namtaka Yesu anitoe hapa nilipo, namtaka Yesu anitoe hapa nilipo. Niko mahali ambapo siwezi, namtaka Yesu. Wewe njoo mbele tu, Yesu anatengeneza. Mwambie namtaka Yesu anitoe hapa nilipo. Unamtaka Yesu, unamtaka Yesu, unamtaka Yesu, unamtaka Yesu. Shakarado sana lama. Unamtaka Yesu, mtaka Yesu, mtaka Yesu akutoe, mtaka Yesu akutoe, mtaka Yesu akutoe, mtaka Yesu akutoe. Shakarana la masakiti ya rabusha rakamashenele bedosi sekele manaya sanelebina rikana masandele. Neema ya Mungu iko, neema ya Mungu iko hapa. Watu wa pili naomba niombe nao. Kuna mkwamo ambao uko nao kwenye maisha, na kuna jambo umekuwa umemwomba Mungu muda mrefu na imefika mahali umekata tamaa, na zimeletwa option nyingi sana kwamba jaribu hii. Unaanza kushawishika kwenda kujaribu hiyo option. Ninao ujumbe wa Mungu kwako kwamba Yesu bado anajibu
juu ya hilo jambo. Hauhitaji kwenda kujaribu vinginevyo. Nawe piga hatua, njoo mbele. Piga hatua, njoo mbele na wewe. Nakwambia jaribu hiki, jaribu na kile, jaribu na hiki. Yesu yuko pamoja na wewe. Inua mikono yako miwili juu pale ulipo. Kanisa zima tuseme, Bwana Yesu, tunakuamini, tunakutegemea. Wewe ndiye msaada, wewe ndiye nguvu. Ninaomba Bwana uingie tena ndani yangu, na Bwana unijaze na nguvu za Roho yako, unijaze na uwezo wako, na unisaidie kutii sauti yako na kufanya mapenzi yako. Bwana, sina namna nyingine wala msaada mwingine isipokuwa wewe Yesu. Ninatoa maisha yangu kwako, ninatoa maisha yangu kwako. Unisaidie, uniokoe, uniponye katika jina la Yesu. Anza kumwomba Mungu hapo ulipo, mwambie Bwana nisaidie, Bwana niponye, Bwana nisaidie, Bwana niponye, Bwana nisaidie, Bwana niponye, Bwana nisaidie, Bwana niponye, Bwana nisaidie. Shatatarapatalabasekete. Kule nyuma wote omba, mwambie Bwana nitembelee, mwambie Bwana nitembelee, mwambie Bwana nitembelee, mwambie Bwana nitembelee katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa jina la Yesu, nguvu ya Mungu ikushukie, nguvu ya Roho ikushukie, na Yesu mwenyewe akutoe hapo. Yesu akutoe hapo. Hiyo option unayopewa sio yenyewe, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Mkono wa Bwana ukubebe, neema ya Bwana iwe juu yako katika jina la Yesu. Neema ya Bwana iwe juu yako katika jina la Yesu. Neema ya Bwana iwe juu yako katika jina la Yesu. Mkono wa Jehova ukuinue katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, ninatamka tukiwa wote tumeinua mikono juu, kanisa zima, ninapoomba maombi haya katika jina la Yesu. Mungu anagusa mtu mmoja. Ninatamka katika jina la Yesu, ilo pando la adui kwenye maisha yako ambalo linakutesa, hiyo roho ambayo inatesa mwili wako, magonjwa ya kila namna, kifua, kipanda uso cha kipepo, kila roho ya giza, ninaamuru chomoka na uende kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Moto wa Yesu kila mahali, na watu wa Mungu wawekwe huru leo. Baba, ninaomba tenda jambo jipya kwa mama huyu, tenda jambo jipya kwa baba huyu, na nguvu yako ikatembea kwenye maisha yake, kwenye kazi zake, kwenye kila anachokifanya kwa mikono yake, akapate neema na kibali katika jina la Yesu. Baba, ninakushukuru maana hujawahi shindwa.
yote yanawezekana kwako. Hakuna lisilowezekana kwako. Hata kama anatembea mahali ambapo ameandikiwa haiwezekani, hata kama Bwana kuna watu wanakwamisha vitu na wamemtangazia haiwezekani, Yesu ninasema inawezekana leo, na anavuka katika jina la Yesu. Ninakuombea haya katika jina la Mungu Baba na Roho Mtakatifu. Tumpigie Yesu makofi mengi na vigeregele. Sema amina, amina. Wakati tunaenda kuketi, nenda ukaketi kwa nguvu za Roho Mtakatifu ambazo zitakuwa juu yako na ziko juu yako. Unaweza ukaketi sasa, na ninakutangazia katika jina la Yesu, maisha yako yakavuviwe na uweza wa nguvu za Roho Mtakatifu kila siku. Haleluya. Na mambo mema ya kimungu yakaumbike kwenye maisha yako kila siku katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, yakaumbike katika jina la Yesu. Na ninatangaza lolote Bwana atakalokupa katika kipindi hiki na baada ya maombi haya, hakuna litakaloharibika hata moja katika jina la Yesu. Yeyote yule ambaye amezoea kuharibikiwa vitu vinaharibika, vitu vinaharibika, hakuna kitakachoharibika mpaka mwisho. Utakuja na ushuhuda wako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen, amen. Mungu awabariki sana.